Andiko ndani ya Qur'ani, rudi ndani ya Qur'ani muonyeshe 262 Qur'ani. Piga maelezo yake kwenye maelezo ile sijui ubatizo huko chovya anarudi baadaye. Ati anabatizwa kwa kutumbukia. Yasema mradi wa haya hili kwamba jambo kubwa la kupatia mema na kuepuka hofu na huzuni sana siku ya kiyama ni kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kufanya amali njema. Na hili halikuhusiana na Waislamu peke yao, bali linawakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapa. Mwenyewe anajua kwamba alladhina amanu aya ndani ya Qur'ani ikisema ya ayyuhalladhina amanu inaegeza kina nani? Waislamu. Anajua anacheza chele wa Kristo. Ukisikia enyi mlioamini direct ni Waislamu 262. Huyu ni wapi lakini? 262 Qur'ani inasema. Labda uhubirie kanisani ukiwa hapa tuko hauwezi danganya hata kwa Kiarabu. Teremka shili inasema hivi, ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. 262 ndio. Inasema hivi. Inasema nini? Hakika walioamini mitume ya zamani huko. Ndio. Na Mayahudi ndio na Wakristo. Alafu alikata haya. Tuteremka chini musikie, hakumaliza haya. Na Wasabai alisema anamwamini huyu mwanachuoni sana. Leo sijui kwa nini nampiga chenga. Teremka chini. Yoyote miongoni mwao atakaye muamini Mwenyezi Mungu, atakaye muamini sio kuamini tu, atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Sasa kama unavyosema Kiislamu afungue kwa ombi fupi, maana si tukifungua tunaingia moja kwa moja kwenye mada. Mvua kama itanyesha, ikiondoka tunaingia, lakini angalau mwalimu azungumze kama haijakuwa nyingi sana. Mwalimu, hebu njoo hapa. Haya. Sasa tunawakaribisha tena kabla mvua hii nyeshe. Japokuwa mvua kunyesha kijijini sio baraka, kunyesha Shabani ndio baraka. Hapa hakuna kitu kinakuzwa hapa. Hapa ikinyesha ndio hivyo, unaona balaa hakupitiki. Saa hii hata imebidi ukuja na kale kagari kako kadogo, maana kageingia pale kagebebwa na maji. So ndivyo hivyo mvua sometimes kuna tuombe ya baraka. Hii inabeba paka magari, na huku barabara ya Moyale Marsabit unakuta gari inabebwa Land Cruiser mzima. Kwa hivyo kuomba ya baraka muhimu, na pia tunaomba hao wazee wa Kisabato waje msikitini. Maana mimi nikiangalia hivi nashangaa wanaenda kufanya nini kanisani. Na hao kina mama. Alafu pia nitakuona kando, nataka nipate binti mmoja wa Kisabato ingia hii. Naoa tu, unajua tunaoa 2, 3, 4 ndio Uislamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tunaombea ndugu zetu, Mwenyezi Mungu awajulishe haki kuwa ni haki na wakaweza kufuata, wajue batili kuwa ni batili na wakaweza kuepuka. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie hii mvua inayonyesha katika nchi yetu ya Kenya iwe ni mvua ya baraka, iwe ni mvua itakayotufaidi sisi na wanyama wanaoishi duniani, isiwe ni mvua ya maangamivu. Tunaombea wagonjwa walio mahospitalini, Mwenyezi Mungu awajalie shifa, na walio majumbani awajalie shifa kwa uwezo wake, na mapepo wote watawanyike, wa mapepo wabaya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Ndivyo hivyo. Haya, kumbe mnajua kufukuza mapepo. Basi wenyeji wa mji huu, Wakristo wenzangu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa wale ambao ni Waislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika katika viwanja hivi
kwa ajili ya kutangaza neno lake, ili kweli iweze kufika, na atakayepokea ile kweli aifuate itakuwa ni ya faida kwake. Ikataa, sisi hatuna letu isipokuwa kukufikishia tu, maana hiyo ndiyo dini. Sasa mada iliyosimama hapa leo ni mada ambayo ni mada inayohusiana na dini. Hipi dini ya Mwenyezi Mungu au ni hipi dini ya kukufikisha mbinguni? Dini ambayo ilitumiwa na manabii na mitume ni Ukristo au ni Uislamu? Maana zipo dini nyingi tu, lakini leo hapa katika viwanja hivi tuna dini mbili ambazo zimewakilishwa hapa na waumini wake, ikiwemo dini ya Wakristo na ya Waislamu. Sasa leo tunaangalia Ukristo na Uislamu, lakini kabla sijasoma ndani kabisa, ningeomba tuweze kujua hivi dini maana yake ni nini. Mtu anaposema dini anamaanisha kitu gani? Kwamba naomba kwanza mwalimu wangu tuanze upande wa Qur'ani. Ngapi mwalimu? Sura ya 3 aya yake ya 99. Inasema hivi, sema enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu, kwa nini mnawazuilia watu na njia? Kwa nini mnawazuilia watu na njia? Yaani dini. Yaani ukisikia njia maana yake ni nini? Dini. Kwa ninapozungumzia njia naizungumzia dini. Kweli. Ninaposema dini nazungumzia njia ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mtu huenda akasema Qur'ani ndio imekuambia. Qur'ani singesema ungejuaje? Wacha tuiulize Biblia. 4:6 Ayubu. Inasema hivi, kitabu ni cha Ayubu. Ndio. Je, dini yako sio matarajio yako? Dini yako si matarajio yako. Na matumaini yako? Na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako? Sio huo uelekevu wa njia zako. Kwa hivyo hata Biblia inakubali kwamba dini maana yake ni nini? Njia. Ni njia. Kwa hivyo hapa hata nikiwacha kutaja dini nikatembea na njia, nishaeleweka kwamba dini maana yake ni njia kabisa, kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa Biblia. Lakini njia hizi si zote sawa. Kuna njia moja peke yake ambayo ni ya kweli, ambayo tutaiona katika viwanja hivi kabla ya muda wetu kumalizika. Naomba mwalimu uniangalilie kitabu kinaitwa Mithali 15:12. 15:12. Inasemaje? Kitabu ni cha Mithali. Ndio. Neno la Mungu lasema hivi, mwenye mzaha. 12:15. Samahani. 12:15. Ndio. Inasemaje? Njia ya mpumbavu imenyooka machoni pake mwenyewe. Kuna zingine ambazo ni sawa pumbavu. Ndio kasema njia sipo nyingi. Yaani hata dini maana yake njia. Hizo njia ni nyingi. Lakini kuna njia moja peke yake ambayo ndio ya kweli ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Nipe Mithali hapo 16:25. 16:25. Ndio. Kitabu ni cha Mithali. Inasema hivi, kinasemaje? Iko njia ionekanayo kuwa sawa, ambayo inaonekana ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni njia za mauti. Kumbe kuna zingine za mauti. Njia zipo nyingi, lakini zingine ni za mauti. Sasa kwa sababu tumeshaona njia ni dini na kuna dini zingine ni za mauti. Sasa dini ya kweli ni ipi? Maana tumeambiwa dini ni njia. Nipe kitabu cha Yohana 14 aya ya 6 inasemaje? Injili ni ya Yohana. Ndio. 14:6. Inasemaje? Inasema, Yesu akamwambia, ndio, mimi ndimi njia. Kumbe Kristo ndiye nini? Njia. Maana mtu anaweza kaja akasema, dini yenu nyinyi wa Kristo ipi? Kristo anasema yeye ndiye nini? Njia au dini. Ndio. Inaendelea kusema, mimi ndimi njia. Mimi Kristo ndimi njia na kweli na uzima. Mtu kama hawa Waislamu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo peke yake ndiye dini ya kukufikisha mbinguni. Singine ukifuata unapotelea mbali kabisa. Lakini alianzisha dini hii nani? Maana wengine anza kusema sijui ilianzishwa na Paulo, lakini ukimuuliza wapi Paulo kaanzisha, hana andiko. Paulo ndiye alianzisha Ukristo, lakini andiko
Hana. Aliyeianzisha ni nini? Waebrania 12:2 mwalimu nasemaje? Kitabu ni cha Waebrania. Ndio. 12:2. Inasema hivi. Inasemaje? Tukimtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha, ambaye ndiye alianzisha na mwenye kutimiza, na ndiye atatimiza imani yetu. Kumbe alianzisha ni nani? Kristo. Sio Paulo, ni Kristo. Kweli. Kristo alianzisha lini? Kwa sababu Waislamu na baadhi ya watu wanamjua Kristo wakati amezaliwa na Mariamu. Huyo ndiye Yesu ambaye wanamjua. Lakini nakuonyesheni Yesu mwingine. Maana huenda mtu akasema sasa kama Yesu ndiye kaanzisha, basi Ibrahimu alikuwa dini gani? Wana wa Israeli walikuwa dini gani? Lakini Yesu alianzisha wakati gani? Mwalimu? Naona kama unaelekea kwenye Yohana. Nisomee kitabu cha Yohana 17:5. Inasema hivi Injili ya Yohana. Ndio. Na sasa Baba, ndio, unitukuze mimi, ndio, pamoja nawe, kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe Kristo alikuwepo kabla ya ulimwengu kufanyaje? Kuwako. Kabla ya ulimwengu kuwapo. Hapo kwenye Yohana 8, hebu nipe aya yake ya 58 nafikiri. 8:58. Inasemaje? Hiyo nzuri mwalimu. Inasema hivi nini? Kitabu ni cha Yohana. Yesu akamwambia. Amin nawaambia. Amin nakuambieni. Yeye Ibrahimu. Hata mimi nawaambieni hapa katika kijiji hichi leo. Yeye Ibrahimu asije kwako. Kabla Ibrahimu hajazaliwa, mimi Kristo niko alikuwako. Kwa hivyo Kristo hakuanzisha wakati amezaliwa na Mariamu. Alianzisha dini kabla hata ya Ibrahimu. Kwa sababu hiyo, hebu tuulize, hivi wana wa Israeli wao walikuwa dini gani? Kwa sababu walikuwa hapo kabla ya Yesu kuzaliwa na Mariamu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 anzia yake ya kwanza na ya pili, alafu utaenda mpaka 4. Wakorintho wa kwanza 10. Ndio. Inasema hivi, kitabu ni cha Wakorintho. Inasemaje? Kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu. Wa pili mwalimu. Wa pili. Ndio hiyo mwalimu. Inasemaje? Tuendelee. Unasoma wa pili, soma wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10, soma 1, 2, alafu ruke 4. Inasema hivi. Inasemaje? Wote wana wa Israeli wakabatizwa wawe na Musa katika wingu na katika bahari. Wote. Kumbe wana wa Israeli walibatizwa, sio? Kweli. Sasa Waislamu wanabatiza? Kwa hivyo kama walikuwa wanabatizwa wana wa Israeli, walikuwa dini gani? Wakristo. Maana Wakristo ndio ubatiza. Inaendelea kusema wote wana wa Israeli wakala chakula, ndio kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Balizia. Kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata. Ndio. Na mwamba ule walinywea wana wa Israeli ulikuwa ni nani? Ni Kristo. Ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Hivyo hata wana wa Israeli walikuwa ni wa Kristo sana. Na manabii wote wa Mwenyezi Mungu walikuwa ni wa Kristo. Tuanze na Nabii Ibrahimu. Ibrahimu ulikuwa dini gani? Kitabu cha Wagalatia 3:29. 3:29 Wagalatia. Inasemaje? Wacha nikamate mwalimu. Ndio. Inasema hivi, na kama nyinyi ni wa Kristo, kama nyinyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Kumbe wa Kristo ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Endelea. Na warithi sawasawa. Na ni warithi sawasawa na nini? Na ahadi. Kumbe ahadi inaonyesha kwamba sisi tutarithi, kwa sababu sisi ni uzao wa nani? Ibrahimu. Wa Ibrahimu. Kama wa Kristo ni uzao wa Ibrahimu, Ibrahimu mwenyewe alikuwa dini gani? Mkristo bila shaka. Si alikuwa Mkristo? Sana. Hakuwa Muislamu. Tuulize Musa, wewe Musa ulikuwa unakwenda wapi? Msikiti au kanisani? Ili na sisi tukijua tuanze kwenda hapo ulipokuwa unakwenda. 7:37 Matendo. Kitabu ni cha Matendo. 7:37. Ndio. Inasemaje? Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi Musa. Msikieni yeye. Ndio. Yeye huyo Musa ndiye aliyekuwa wapi? Katika kanisa. Kumbe Musa alikuwa wapi? Kanisani. Umesoma vibaya. Msikitini. Kanisani. Yaani kipatikana msikiti. Alikuwa haendi msikiti, alikuwa anakwenda kanisani. Huyo ni nabii Mwenyezi Mungu. Sasa nataka tuwakusanye wote
Ibrahimu, Musa, Nuhu, wote tuwaulize dini yenu ilikuwa gani? Petro wa kwanza 1:9 inasemaje? Kitabu ni cha Petro wa kwanza 1:9. 1:9. Acha nikamate mwalimu. Inasemaje? Alafu mwalimu, zikibakia dakika 5 unaniambia. Ndio hizo 5. Zimebaki 5. Nzuri, soma. 1:9. Kitabu ni cha Petro. Ndio. Inasema katika kupokea mwisho wa imani yenu. Ndio. Yaani wokovu wa roho zenu. Katika habari ya wokovu huo. Manabii. Walikuwa manabii, maana yake wote wakiwa pamoja. Ndio. Walitafuta na kuchunguza. Ndio. Ambao walitabiri habari za neema itakayofikia nyinyi. Ndio. Manabii wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani uliofanywaje na nani? na roho wa nani? wa Kristo. Manabii wote walikuwa na roho wa nani? Wa Kristo. Walikuwa wanaongozwa na roho wa Kristo. Ina maana manabii wote walikuwa ni wa Kristo sana. Kwa hiyo dini ya Ukristo imekuwepo tangu zamani, kabla hata ya Uislamu. Uislamu umekuja juzi tu. Kitabu cha Qur'ani sura ya 12 yake ya 19 inasemaje? 12:19 Qur'ani. Ndio. Na ikamata mwalimu. Inasema ukafika msafara. Ndio. Karibu na pale kisimani. Mchuzi wake. Mchuzi nzuri. Unaona? Ndio. Kuzana kulikuweko kabla zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Kumbe Uislamu umekuja juzi tu, umekuja na Nabii Muhammad. Kabisa. Sasa kama Muhammad ndiye kaja na Uislamu, Nuhu alikuwa dini gani? Ibrahimu alikuwa dini gani? Mkristo. Yaani hapa mkija mtueleze kama Muhammad, alafu usije kasema mimi nimekuja sijui na hii kamera hakuna. Yaani hapa hakuna cha kamera wala cha nini. Muhammad ndiye ameanzisha nini? Alafu ukija na mapito hayo nitakuja nikuonyeshe. Kumbe Muhammad ndiye amekuja na Uislamu. Manabii wote hawakuwa ni Waislamu. Ibrahimu hakuwa Muislamu. Mkristo. Musa hakuwa Muislamu. Wote hawakuwa Waislamu kwa sababu Muhammad ndiye amekuja na Uislamu. Sasa kama Uislamu ndio umekuja, hebu kwanza tuulize Uislamu. Je, nyinyi mmekuja juzi au urongo? Mwalimu? Nipo. 263 Qur'ani. 263 Qur'ani. Inasemaje? 263. Inasema hivi. Inasemaje? Kitabu ni cha Qur'ani. 263. Inasemaje? Tena tuanzie na 2. Katika walioamini ndio mitume ya zamani huko ndio na Mayahudi na Wakristo na Wasabai yeyote miongoni mwao. Angalia, kumbe Qur'ani inatambua kwanza Ukristo ni dini. Ndio maana nasema katika walioanza mitume ya zamani huko, yani Wakristo, Wayahudi na Wasabai ndio. Uislamu hakuna. Hapo hakuna kutaja Uislamu, maana Uislamu ulikuwa haupo. Labda tuendelee, itapatikana. Endelea. Atakayeamini Mwenyezi Mungu. Ndio. Sasa kama anavyosema Nabii Muhammad. Safi. Na akaamini siku ya mwisho. Na akafanya vitendo vizuri. Tulia, kumbe wale ambao walikuwa dini zilizotangulia ni Ukristo, Uyahudi na Wasabai. Walitangulia Waislamu. Uislamu zama hizo hakuna. Sasa kama nyinyi mnakataa, mje mtuambie kwa nini Qur'ani inasema kwamba Ukristo dini na Ukristo ndio uliokuwepo kabla ya Uislamu kuja. Umesema 63 mwalimu? 63. Nakumbukeni habari hii. Vile vile enyi Mayahudi. Ndio. Tulipotoa ahadi yenu. Ahadi ya wazee wenu. Katika zama za Nabii Musa. Ndio. Na tukainua mlima juu yenu. Tukakwambieni. Kamateni kwa nguvu. Haya tuliyokupeni. Tulia. Sasa mwalimu, tumeangalia ukaona kwamba Ukristo ulitangulia, manabii wote walikuwa ni Wakristo, mitume walikuwa ni Wakristo, na Muhammad ndiye kaja na Uislamu. Kwa hivyo manabii wengine wote walikuwa ni Wakristo, kweli? Sasa kama walikuwa ni Wakristo, basi mkija mtuambie nyinyi kabla ya Nabii Muhammad kuja na Uislamu, basi manabii walikuwa wakifuata dini gani? Kama nyinyi sio mmepotea. Alafu mwalimu, hawa anaambiwa na Qur'ani kwamba Qur'ani pekee haiwezi kuwasaidia mpaka wafuate na Ukristo pia, kwa sababu walikuwa Wakristo wakahama wakaazi wakaingia katika Uislamu. Sasa kama wanaingia katika Uislamu na Muhammad ndiye aliwaanzishia dini, wakimfuata watapata nini?
49:6 Qur'an. 49:6 Qur'ani. Ndio. Inasema sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Naam. Sijui nitakavyofanywa mimi. Muhammad ndiye ajua atafanywaje, wala nyinyi mnaonifuata. Hajui wale wanaomfuata watafanywaje. Kweli? Kristo ndiye alianzisha dini ya Kristo na yeye mwenyewe ndiye njia kweli. Sana. Tukimfuata huyu Yesu Kristo tutapata nini? 14:1. Kitabu ni cha Yohana. Ndio. 14:1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu? Ndio. Niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Ndio. Basi mimi nikienda mimi Yesu kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mahala nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo dini ya kufuatwa ni Ukristo. Bwana Saidi, ngoja ufundishwe. Haya, sawa, tuachieni walimu. Huyo anaitwa Motweli. Anafurahisha sana. Kijana mdogo anajaribu kujifundisha mijadala. Karibu sana. Muda wangu ndio huo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao sio Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Maana hakuna Bwana asifiwe ishitwe. Hiyo hakuna. Nani ulisikia wapi na pia lisalimiana Bwana asifiwe? Bwana ndiye roho nani? Hakuna. Ulitoa wapi hizo? Kijana amekuja tu na mwenendo wa walimu wake kawaida, na mnoti sana wale ambao mnafuatilia hii mikutano huko Uarabuni, ng'ambo huko Amerika, UK, kuna vitu sana mnafaliwa muangalie hao walimu wa Kisabato wanaposimama, na wale ambao mko hapa. Kuna andiko moja linawasumbua sana la Qur'ani, na sijui ni Kiswahili. Itabidi siku nyingine tufanye mjadala ya Kizungu, maana Kiswahili kinawatatiza sana. Lazima mwalimu yeyote wa Kisabato atoe 46:9. Na mimi ushangaa wanatoa ya nini? Hata hakuna mahali yote. Yaani unashindwa huyu mtu kwani alisomea dirishani. Haya mambo mage na kosa hiki. Ndio nashangaa. Hata Motweli amekuja na hizo habari. Motweli negote. Negote. Tereka chini. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Yaani hii hata mimi ushangaa. Kutile moto, yaani mpaka unashindwa. Hizi akili zetu kwa ni hazina akili. Hakuna mtu ambaye akili zake zina akili atakaa kirudia hii haya. Sema mimi sio kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Yaani mimi kila wakati nawauliza hao wa Sabato, kwani wanamtaka Muhammad awe mjuaji? Yaani wao wanataka Muhammad ajue bila kuambiwa na Mungu. Mimi hao wananishangaza sana. Yaani anasoma sijui tutawarudisha shule, au wanataka mwalimu wa primary wafundishwe Kiswahili. Kwa sababu hii haya haina maana yoyote ya kutolewa hapa. Hakuna hoja ndani yake. Sijui nitakavyofanywa mimi. Teremka chini. Sifuati. Sifanyi. Sifundishi. Ndio. Ila. Ndio. Yaliyofunuliwa kwangu. Na hii aya ina proof kabisa Muhammad ni mtume wa Mungu. Kwa sababu yeye hasemi, hajui mpaka afunuliwe na Mungu. Doe kinyagi agole ilione gai. Maana akolo waleke menyi. Hao watu mimi wananishangaza hii aya mnasomaka ya nini? Mshitwe. Msomaji, na nikawaeleza anafunuliwa nini 43:67. Kila siku tunawaambia na hawasikii. 43 anafunuliwa hivi. 67 anasema ndio marafiki siku hiyo ndio faida ya kupata Uislamu. Teremka chini. Watakuwa maadui wao kwa wao. Ndio. Kwani walikuwa kisaidiana katika maasi, na sasa wanajuta. Ndio. Ila wale marafiki waliokuwa wacha Mungu, ndio, enyi waja wangu mlio wazuri, ndio,
hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamtahuzunika. Ndio waja wangu ndio ambao waliziamini aya zetu walikuwa kina nani? na walikuwa Ni kina nani? Waislamu kamili. Wafanye nini? Ingieni Wapi? bustanini, peponi, Nyinyi paradiso, ndio nyinyi na wake zenu. hao watu nawaambia kila saa, Waislamu vile watafanywa, wataingia peponi paradise na wake zao, na kila siku wanatuuliza tu. Msirudi kuniuliza mimi, mshitwe. Riverside. Tutawaambia mara ngapi sisi Waislamu tutaingia paradise, peponi? Waislamu hizi kada zinafuatiliwa dunia nzima, wanawashangaa watu dunia nzima. Kila saa mnauliza swali lile lile tu pale pale. Tafuta nyingine, Tafuteni nyingine mtuulize. Msomaji mwalimu akaja na ukarabati wake. Hakuna hapa, tuzungumzie Wakristo na Waislamu. Tunataka andiko Ukristo dini. Hawajatoa ndani ya Biblia wala ndani ya Qur'ani, na hawajatoa kwamba wametoa. Yani huyu kijana nimemshangaa, mafundisho yake yote aliyofundisha hapa ni Kiswahili kilimtatiza, kwa sababu tuliporudi alichukua andiko kwamba wote wa imani Ibrahimu wamekuwa uzao wa sawasawa na yani wao wamekuwa uzao kama nyinyi ni Wakristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu na mlidhi sawa na ahadi. Yani ati kwa vile wewe umetokana na uzao wa Ibrahimu, ati Ibrahimu anakuwa Mkristo. Hizo ni sarakasi. Hizo ni sarakasi. Mimi saa hii zaidi nimetokana na uzao wa Wakristo kabisa. Mama yangu, baba yangu, babu yangu, wote kaku wote ni Wakristo. Sasa kwa sababu mimi nimetokana na uzao wa Wakristo, mimi ni Mkristo. Hawe ni Muislamu. Hawe ni huyu jamaa Kiswahili matatizo. Amechanganyikiwa. Na mwalimu ni ukizaliwa sio lazima uzaliwe na Mkristo uwe Mkristo, ama uzaliwe na Muislamu uwe Muislamu. Huyu ni wapi? Ya mwalimu, nakubaliana na wewe. Huyu ndugu yangu Kiswahili kinamchenga, yuko wapi? Ako pale Mtweli. Ndio badala aseme dini anasema ndindi. Sawa. Kiswahili mtihani kwake. Sawa. Ndio mwalimu. Kikamchanganya zaidi Kiswahili, akaenda Suratul Yusuf akasoma maelezo ati dini aliyoileta nani? Muhammad. Kumbe sio aliyoanzisha nani? Sio kaanzisha Muhammad. Kiswahili kinamtatiza. Muhammad kuleta dini, shida iko wapi? Ingekuwa amesema Muhammad kaanzisha Uislamu, basi ingekuwa ni mengine, ingekuwa Uislamu haukuweko. Lakini kama kaleta, ina maana ulikuwa ili alete, ameutoa wapi? Si lazima upo ndio auchukua ulete. Lazima kuna ule alianzisha. Lazima msomaji. Mwalimu. Alianzisha nani? 5:3. 22:78. 22:78 Qur'an. Huyu mwalimu kidogo Kiswahili tumueleweni hivyo. Itabidi aje mwalimu mwingine ambaye anajielewa. Teremka chini. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Naipiganieni. Ndio. Dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Ndio. Yeye Mwenyezi Mungu ndio amekuchagueni. Ndio. Mwe umma ulio bora. Wala kuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ndio ni mila ya baba wenu Ibrahim. Safi. Yeye Mwenyezi Mungu ati nani? Yeye Mwenyezi Mungu ndio alikuiteni. Kina nani? Alikuiteni. Ndio. Waislamu. Ndio. Tangu katika vitabu vya zamani huko. Hizi andiko moja Mungu aliwaita Wakristo. Na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo. Alafu angalia. Huyu ndugu yako, unajua ni ndugu yako maana ni Mmeru kama wewe. Mmeru mwenzangu. Ni ndugu yako. Amekuja tena anachanganyikiwa kweli. Ati Musa alikuwa na kanisa lili jangwani. Matatizo pia hajui lugha Kiswahili. Kanisa sio jengo kama hili lako unaloingia hapo. Kanisa maana yake nini? Muoneshe tafsiri ya neno kanisa. Unajua hili ni neno, sio neno la Kiswahili. Neno kanisa sio neno la Kiswahili. Hebu mfundishe. Kanisa tafsiri. Maana ya neno halisi hii inaitwa Imprimento Bible. Ya jina kanisa. Hiyo tunasoma inaitwa Imprimento Bible. Usiseme ni akili ya msomaji. Teremka chini. Katika Kiunani kanisa inaitwa Ecclesia. Maana yake yani maana ya jina kanisa ni nini? Ni mkutano. Ndio kamchanganya. Kumbe
Huu mkutano unaitwa nini? Ni kanisa. Kwani sisi ni Wakristo? Hapana mwalimu. Lakini kwa sababu tuko kwa mkutano, huu mkutano unaitwa nini? Unaitwa kanisa. Kwa hivyo jina kanisa haimaanishi dini fulani. Kabisa mwalimu, ni mkutano tu. Anachanganyikiwa. Hata Raila akiweka mkutano wake unaitwa kanisa. Eklesia. Unakumbuka pale Uhuru Park wakati walikuwa wanaenda pale kuapishana, ule mkutano unaitwa nini? Kanisa. Kwa jina lingine mkutano eklesia. Eklesia. Tumfundishe lugha kijana. Mwalimu. Msomaji. Mwalimu. Dini ya kweli ipi? Msomaji. Mwalimu. Twende. Muhammad sio kaanzisha, akasema pia wale waliokufuata manabii sijui walibatizwa, sijui walifanywa nini. Akasema Waislamu, kwani kina nani ubatiza? Ni Wakristo. Waislamu ubatiza? Ndio, sisi tunabatizaga na tunabatiza hata kuku. Sikiliza tafsiri ya ubatizo. Sisi upande ya kubatiza, chukua hiyo na kuona uko nayo African Bible, angalia tafsiri ya neno ubatizo. Ubatizo kitenzi cha kubatiza. Mwanzo inamaanisha kuchovya kwa kurudia rudia. Ukichukua kuku ukitumbukiza ndani ya maji wakati unachinja, ukitoa unatoa manyoya, unarudisha tena, umebatiza nini? Umebatiza kuku. Kuna tumbulu dogo, tule tudogo twa kule kwa matajiri, kale kaubwa kanaoshwa vizuri, kanatumbukizwa hata ndani ya swimming pool, kanatolewa. Umebatiza nini? Umebatiza kuku. Na hiyo ni dogi. Tempa chini. Dogi zamani. Ndio. Kuingiza ndani ya maji. Kuingiza. Mama wakati anaosha sufuria, anaingiza sufuria ndani ya maji, anatoa sufuria, anaiosha sufuria. Amebatiza nini? Amebatiza sufuria. Kwa hivyo Waislamu ubatiza nini? Sufuria. Tempa chini. Kusafisha. Kwa kuchovya. Kusafisha kwa kuchovya. Au kuzamisha. Kujiosha mwenyewe. Kuoga mwenyewe, ukienda ukijiosha mwenyewe. Kuoga. Ni maana ya ubatizo. Umeoga wewe? Sana tena mwalimu. Ina maana unajibatiza kila siku. Kwa hivyo kujibatiza kukufanyi kuwa nini? Kwa Mkristo mwalimu. Msomaji. Mwalimu. 3:19. Waje walete lugha zao hapa. Bila shaka. Ndio. Dini ya haki. Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Ni Uislamu. Wazi, Uislamu kwa wazi 3:85. Na anayetaka, ukitaka dini, anayetaka dini sio kwa Kiislamu. Nyinyi wa Sabato nyote hao wazee tunataka waje msikitini. Dereva shilingi. Basi ndio haitakubaliwa kwake. Alafu naona hawa kwanza na makoti yao wavae, hawa kivaa kanzu bana, watakuwa maridadi. Sasa hata tutaki Timothy, wewe baki huko, tunataka hawa wazee. Dereva shilingi. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa ukifuata dini sio ya Kiislamu. Msomaji. Mwalimu. Akaja akasema Yesu ni njia. Kuna dini inaitwa Yesu? Hakuna mwalimu. Wao ukiwauliza wanasema sisi ni kina nani? Wakristo. Kwa hivyo hakuna dini inaitwa Yesu. Wao wanajiita nini? Wanajiita Wakristo. Tuleteni dini inaitwa Yesu hapa leo mtubatize. Yote mnajiita. Hakuna mtu hapa anaitwa kiulizo dini yake anasema dini yangu mimi Yesu. Wao wanasema hata kotini unaulizago wewe ni Muislamu, Muhindu ama Mkristo? Unasikia mimi ni Mkristo. Hakuna dini inatambulika duniani inaitwa Yesu. Wacheni sarakasi. Ati Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Wewe ulisikia dini inaitwa Yesu? Msomaji. Mwalimu. 3. Hizo 3 tatosha kukutoa kanisani zikupeleke msikitini. Msomaji. Mwalimu. Huu Kristo ulianzia wapi? Hapa tuachi 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume, kuja ucheze sarakasi hapa. 11. Ati Yesu alianzisha imani yao, alikuweko kabla ya kuweko ulimwengu. Hata mimi nilikuwa soma nyumbani, ukifika nyumbani nakupa homework. Soma Zaburi 91. Tulikuwa na Yesu, hata mimi nilikuweko dunia kabla haijaumbwa. Tenga shiri. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Hii mic imepata. Alafu nyinyi wazee wa kanisa nunueni mic za kutosha. Hizi zinatuagusha. Haya. 1 2. Kufanya mazoezi kwa uwanja wa vita kijana. Niangalia. Sema bismillah.
Ananiangalia tu hapa. Sawa sawa, hii iko sawa, labda hiyo Ukristo bana jameni. Alafu mnatuambia tuje hivi hivi kwa Ukristo na hii shida zote. 1 2. Na huu umaskini wote huu. Iko sawa? Aya, sawa mwalimu. Tumia hiyo. Umenikumbusha wa zamani wakati nilikuwa najifundisha kuhubiri. Teremka chini. Hizi mic mtihani nasema. Ndio. 11:25 Matendo ya Mitume. Ndio. Inasema hivi. Kisha katoka kenda Tarso kumtafuta Sauli. Alipokwisha kumuona, hata alipokwisha kumuona kamleta Antiokia. Ndio. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Ndio. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Ndio. Na kuwafundisha watu wengi. Ndio. Na wanafunzi ndio waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kabla ya hapo hakuna. Alafu wewe unatuambia Yesu ndiye alileta hiyo dini yenu. Alileta bona wakati wa Yesu hakuna watu wanaitwa Wakristo wako. Ukija hapa mwalimu, ukitoa andiko kulikuwa na dini ya Ukristo wakati wa Yesu ama hata kabla ya Yesu. Ndani ya maandiko ya Biblia iseme Ukristo ulikuweko wakati wa Yesu. Leo unakuja kulibatiza hapa. Msomaji, mwalimu, unajua pia tukimalizia mada, kwa nini hizi maiki zinazimazima? Wakorintho wa kwanza 15:18. Wakorintho wa kwanza ndio 15 18. Lazima tugeuze shilingi pande zote. Teremka chini. 15:18. Hao wazee wa Kisabato wanala kitu, ndio speaker hata zinaugua mkutano unasimama. Teremka chini. Na hapo ndio wao nao ndio waliolala katika Kristo wamefanya nini? Wamepotea. Nyote mmepotea. Kama katika maisha haya, kama katika haya maisha tumemtumainia Kristo, nyinyi mnatumainia Kristo, si maskini kuliko watu wote. Ndio umaskini, mara maiki imezima, mara mawe imekwisha, ni umaskini. Msomaji, naam, tunamaliza na Qur'ani 3:19. 3:19. Hii ni shida ya kufuata Ukristo, fuateni Uislamu. Teremka chini. 3:19 inasema bila shaka ukitaka kujua ni umaskini, wazee speaker zinaugua hawezi tegezesha na hawataweza, na tunataka ziikue kabisa, tulete zetu. Teremka chini. 3:19. Ushindwe katika jina langu. Riverside ndio ikanaroro shamba la mananasi. Maliza andiko. Haleluya. Ndio. Bila shaka ndio dini ya haki ndio mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni Uislamu. Kwa hivyo ukitaka ukweli fuata Uislamu. Ndio namalizia hapo, sichukui muda mwingine. Nashukuru sana, tupatane kipindi kingine. Haya, mwalimu wa Kiislamu amechukua muda wako dakika 15. Tunamkaribisha mwalimu wa Kikristo. Nadhani mmeona ngoma moto hii ngoma moto. Kwa hivyo mwalimu Timothy, karibu. Alafu ondokeeni hiyo speaker hapo kwa ajili ya sauti. Kai pande hivi keke wazi. Haya, hivyo. Asante kwa kutii. Karibu mwalimu. Asante. Dakika 10 zako Dakika 10 nzuri. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo katukataza, ana haki ya kutukataza. Zaburi 33:1. Ana haki.
Kitabu ni cha Zaburi 33:1. 33:1. Acha nikamate mwalimu. Malizia dakika 10 chache wewe. Inasema hivi. Na mwalimu. Mpigieni Bwana vigelegele sana, enyi wenye haki. Enyi nini? Wenye haki. Ndio. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hawa hawamsifu Mungu, maana mioyo yao si nini? Si nyoka. Kwa hivyo msimlaumu. Hiyo ndio chai ya jioni nimekupa. Kwa hivyo wakuu sema Bwana asifiwe, wanyofu wa moyo. Umsifu Mungu, roho yako bado imelemaa. Mwalimu, nipo. Alichokifanya kuja kuhepa point za mwalimu wangu. Mwalimu kaweka point kwanza, nini maana ya dini? Maana neno dini ni lugha ya Kiarabu. Inna dina inda Allahi Islam. Ukiangalia kwa Kiarabu kuna neno dini. Kwa Kiswahili mwalimu akakusaidia kwa kutumia Qur'ani ya Al-Farisi. Mwalimu amemaliza kila kitu. Sasa wewe ulichofanya kuja kulalamika, ungekuja kufundisha. Soma andiko 3:99 Qur'ani. Inasema, naam, sema Muhammad, enyi mliopewa kitabu. Naam. Kwa nini mnawazulia watu na njia? Maana yake yani dini. Sasa sisi hapa kwa sababu ni tunatumia Kiswahili, tumetoa neno dini, tumeleta katika nini? Njia, ili watu wafahamu. Kwa hivyo tunazungumzia nini? Njia. Umeelewa? Sana. Sasa njia. Akaja akasema hivi, wao hawa Allah amewakamilishia nini? Kawachagulia Uislamu. Hamna. We, nenda kula alikokwenda kwanza 22:78. 22:78 operation hii. Amesema hivi, wa maskini 5:3 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Nilikuwa nimesahau. Inasema, naam, heri maskini wa roho. Eti maskini wa roho. Naam, maana hawa ufalme wa mbingu ni wao. Sasa kwa hivyo wala hujaiona hii hapo. Asante. Sasa rudi katika Qur'ani. Inaendelea kusema, naam, na ipiganiane dini ya Mwenyezi Mungu. Mwalimu wangu mwalimu Tindi katoa aya ndani ya Biblia, Wagalatia 3:29. Inasema hata mwalimu usiseme. Ikiwa nyinyi, sikiliza lugha, ikiwa ina maana kama wewe si Mkristo, wewe si uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Ikiwa wewe ni Mkristo. Sasa soma Wagalatia vizuri ndio tuende katika Qur'ani. Tuunganishe Qur'ani na Biblia. Kitabu ni cha Wagala. Naam, 3:29. 3:29. Inasemaje mwalimu wangu? Na ikamata. Naam. Inasema hivi. Naam. Ikiwa nyinyi ni Wakristo. Jamani sikilizeni. Biblia inasema nyote ni Wakristo. Imesema lugha nzuri. Ikiwa nyinyi, maana kama umechagua kuwa Mkristo, ukasema mimi ni Mkristo, malizia. Basi naam, mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo Wakristo, ukasema wewe ni Mkristo, ukachagua uzao wa nani? Ibrahimu. Malizia. Na warithi sawa sawa. Kwa hivyo Mkristo atafanyaje? Anarithi. Ndio, sawa sawa na ahadi. Sasa sikiliza, Wakristo ni uzao na ahadi, tunarithi. Rudi kwenye Qur'ani 22:78 Qur'an. Inasema hivi Qur'an, na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu sana kama inavyostahili kupiganiwa. Kweli. Yeye ndio amekuchagueni muwe umma ulio bora. Ndio. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Ndio. Nayo dini hii, sikilizeni lugha. Wagalatia, Wakristo ni uzao sana. Qur'ani inasema nayo dini hii ni mila. Ni nini? Ni mila. Ni nini? Ni mila. Kumbe Uislamu ni nini? Mila. Sio uzao. Si uzao. Sasa tunajadili nini? Mila, mtu anaweza akachukua chochote kawa mila yake. Ndio nasikia kuna mila za watu fulani, sio dini. Dini si mila. Ndio nasema milladin abikum Ibrahim, mila na pale ni dini. Fahimu tu? Umeelewa? Yaani anatabasamu, imeingia sawa sawa. Kwa hivyo sisi ni uzao, nyinyi mnakangania mila. Mwalimu nipo. Yaani akaja akajiuza. Akasema eti Ukristo ulianzisha na Paulo 11:25 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Asante mwenyekiti. Naam. 15:25. 11:25. Ndio. Inasema hivi. Naam. Na ikamata mwalimu. Inasemaje? Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Naam. Hata alipokwisha kumwona wapi? Ndio. Hata alipokwisha kumwona. Naam. Malizia. Na ikamata. Hata alipokwisha kumwona. Ndio mwalimu wangu. Na akamleta Antiokia.
hapo ni Antiokia. Hapo ni wapi? Antiokia. Si ulimwengu wote, Antiokia. Elewa lugha, ndio. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima ndio wakakusanyika pamoja. Wapi hapo? Na Antiokia. Ndio. Na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Ndio. Na wanafunzi si watu wote, wanafunzi wale walikuwa wanafundisha pale Antiokia waliitwa wapi? Wakristo. Wapi? Kwanza hapo Antiokia. Palikuwa Antiokia hakuna kanisa. Walipofundisha watu wakamkubali, wakaitwa hasa hawa ni Wakristo. Wapi? Antiokia. Kabla ya hapo 9:41 Marko. 9:41 na Marko. Uliza. Inasema hivi. Inasemaje? Yeyote, Yesu anasema yeyote atakayeonyesha nyinyi nini? Kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni nini? Ni Wakristo. Ni watu wa Kristo. Kwa hivyo kuna watu wa Kristo. Hatuwezi kusema sasa sisi ni watu tunasema tu sisi ni wa Kristo. Kuna watu wa Kristo. Huyo Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Umeelewa? Maana yake huyo Kristo, sisi watu wa huyo Kristo ndiye njia na kweli na nini? Na uzima. Unipe aya moja ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia, Uislamu ni dini ya uzima. Moja, yani Uislamu ni dini ya kweli na uzima. Akaja akasoma Qur'ani chapter 3 verse 19, inna dina inda Allahi Islam. Ukarabati haraka nifanyie operation nimalize. 3:19 Qur'ani. Maana wanaipenda sana. Wanajadiliana kama wataokoka. Na wataokoka tu. Inasema naam, bila shaka jamani, sikeni, bila shaka dini ya haki. Anayesema nani? Mimi naomba aya moja from the Quran. Allah anasema bila shaka dini ya haki mbele yangu mimi Allah ni Uislamu. Na idai hapa aya moja kutoka ndani ya Qur'an. Allah anasema bila shaka dini ya haki mbele yangu mimi Allah ni nini? Uislamu. Nikipewa leo nitabadilisha majina, sio Ismail Said. Mwalimu nipo. Akasema wao wametosheka. Akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hiyo nakuja kwenye maswali na kusubiri. Tulia hivyo hivyo. Mwalimu nipo. Akasema hakuna Ukristo kuwa ni dini. Sasa wewe unataka lugha gani mwalimu? Kashamaliza. Yesu ndiye dini. Yesu ndio njia. Na huyo Yesu ni nani? 4 Yohana anzia 23 hapo juu kidogo. 4:23. Naam. Injili ni ya Yohana. Naam. Inasema hivi, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ndio, ambao waabudiwa halisi ndio watamwabudu Baba ndio katika roho na kweli. Malizia. Kwa maana Baba 25 haraka 25 nasema yule mwanamke akamwambia nini? Najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye nani? Kristo. Aitwaye nani? Kristo. Kwa hivyo Kristo ndiye njia na kweli na uzima, ambaye sasa ndiyo dini yetu. Mwalimu nipo. Akaja akasema hakuna andiko ndani ya Qur'ani. Rudi ndani ya Qur'ani muonyeshe 2:62 Qur'ani. Piga maelezo yake kwenye maelezo ile, sijui ubatizo kuchovya anarudi baadaye. Ati anabatizwa kwa kutumbukia. Inasema mradi wa haya hili kwamba jambo kubwa la kupatia mema na kuepuka hofu na huzuni sana siku ya kiyama ni kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kufanya amali njema. Na hili halikuhusiana na Waislamu peke yao, malizia, bali linawakusanya wa nini? Watu wa nini? Wa dini zote. Fanyaje? Zilizotajwa hapa. Zisome hapo juu, zitaja nini? Inasema innal ladhina amanu, Mayahudi wal ladhina hadu, na Wakristo na Naswara na Wasabahi. Sabina, hakuna Waislamu. Umeelewa? Hakuna. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan Naswara wasabi. Man amana billah. Akasema ati waliolala katika Kristo wamepotea. Mwalimu, mimi namsubiri kwenye mabano bwana. Anasema man amana billah, kwani hatuamini Mwenyezi Mungu? 14:1 Yohana. 14:1 Yohana. 14:1 kwa tumwamini Mwenyezi Mungu. Inasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Kumbe tunafanyaje? Tunamwamini Mungu. Tunafanyaje? Tunamwamini Mungu. Nimeiua. Haya,
tulisema muondokee speaker tafadhali, muifungue ili tuweze kupata sauti pia, sisi tunataka kusikiza. Hiyo speaker muiondokee kidogo, unaona hata inaweza vujika, ni umaskini wa kanisani. Ondokeni kado kidogo. Karibu dakika zako 10. Haya, huyo ndiye anaitwa Mwalimu Timothy, na muhurumia sana kuwa Mkristo. Anatoa andiko alafu anauliza mwenyewe na Kiarabu, man amana billahi, kina nani hao wenye kuamini Allah? Lakini mwenyewe anajua kwamba alladhina amanu, aya ndani ya Qur'ani ikisema ya ayyuhalladhina amanu inaegeza kina nani? Waislamu. Anajua, anacheza chele wa Kristo. Ukisikia enyi mlioamini, direct ni Waislamu 262. Huyu ni wapi lakini? 262 Qur'ani inasema. Labda uwahubirie pale msikitini, pale kanisani. Ukiwa hapa tuko hauwezi danganya hata kwa Kiarabu. Teremka shili inasema hivi, ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. 262 ndio. Inasema hivi. Inasema nini? Hakika walioamini mitume ya zamani huko, ndio, na Mayahudi, ndio, na Wakristo. Alafu alikata haya. Tuteremka chini musikie, hakumaliza haya. Na Wasabai. Alisema anamwamini huyu mwanachuoni sana. Leo sijui kwa nini nampiga chenga. Teremka chini. Yoyote miongoni mwao, miongoni mwao atakaye muamini Mwenyezi Mungu, atakaye muamini sio kuamini tu, atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Sasa kama wanavyosema, ndio kiongozi nani? Nabii nani? Mtume nani? Jemedar nani? Kiongozi wa umma wote. Huyu anasikiliza, anajifanya anaongea huko. Nabii ndio Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kaamini. Kumbe lazima kwanza aamini Mungu kama anavyosema nani? Nabii Muhammad, sio kama ilivyosema Yohana 14:1. Hiyo Yohana 14:1 hata ikuhusu. Yesu anaenda kuandaa makao, na hiyo makao Wakristo hamtaingia. Kwa nini? 7:21 Mathayo, shindano hiyo 7:21 Mathayo, ndio. Alafu kwa hiyo maelezo tutarudi mwalimu, twarudi pale 7:21 wao hawataingia kabisa mwalimu. Hiyo maana Yesu alienda kwa, unajua Wakikuyu nasikia wakiimba Jerusalemu Jeru nirokatwe erokamuthieko Waliekuruo. Teremka chini. Kila mtu, ndio, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Yesu anasema sio kila mtu nani muhimu, sio kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yafanyie mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Safi. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, ndio, Bwana, ndio, hatukufanya unabii kwa jina lako. Kati ya Wakristo na Waislamu, kina nani wanafanya unabii kwa jina la Yesu? Ni Wakristo mwalimu. Ushawaisikia Muislamu anasema toka in the name of Jesus? Hakuna. Viwete wanatembea, vipofu alafu kulikuwa na pastor mmoja Mjaluo alikuwa na crusade hapa last time wa SDA, na kuja hapa atanikemea ashitwe Riverside. Teremka chini. Inasema kama hujui hoja, leta walimu. Sio wewe unatuona unaanza kukemea, unaanza kupita pepo. Hakuna pepo hapa, ni maandiko. Teremka chini. Hatukufanya unabii kwa jina lako. Hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo. Wanatolewa in the name of Jesus. Toka kando. Teremka chini. Na kwa jina lako, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Safi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo Yesu atawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe. Kwa hivyo Yesu ajui kina nani? Wakristo. Sikuwajua nyinyi kamwe. Wakristo. Ndio. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Yesu atawafukuza. Washindwe. Mtashindwa katika jina langu. Riverside. Msomaji, mwalimu akakosa haya, inasema Ukristo dini. Akasoma 9:41 Marko. Rudia 9:41 Marko. Yaani huyu mwalimu pia na matatizo ya Kiswahili kama mwanafunzi wake. Teremka chini. Kwa kuwa yote atakayewanyosha nyinyi, kwa kuwa yoyote atakayewanyosha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa, because you belong to Christ, not Christians. Uno wapi? Uno wa Shamahoho.
Watu wa Kristo kina nani? Msomaji. Mwalimu. 17:5 kitabu cha Yohana. 17:5 soma 6. Yohana ngapi? 17 soma 4. 17:4. Ndio. Inasema hivi. Soma 5 pale 6. 6. 6 inasema. Ndio. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Yesu anasema jina lako zatosha kuwatoa kanisani ziwapeleke msikitini. Jina lako nimewadhihirishia watu wale. Unajua hakuharibu, ndio namwacha. Tewa chini. Ameenda vizuri. Katika ulimwengu. Ndio. Walikuwa wako ukanipa mimi. Walikuwa wako ukanipa mimi. Kwa hivyo hao ndio Yesu anasema watu wale ambao ni watu wa nani? Wa Mungu, wa Kristo. Sawa. Hao watu walikuwa wa Mungu wakapewa Yesu. Kina nani hao? Twende Zaburi 135 andiko la 4. Nyinyi amuko hapa habari ya Njoroge, hakuna Wakisii, kina Mogaka, unajua DNA ya Wakisii kwa wingi. Hakuna Wajaluo na sio ukabila, hakuna wa Kenya. Wala wa Kenya tuko kitu kimoja. Teremka chini. Zaburi 135 andiko la 4. 135 mstari wake 4. Ndio. Kwa sababu Bwana amejichagulia Yakobo. Ndio. Na Israeli. Israeli. Ndio. Wale watu wake hasa. Kumbe watu wa Kristo ni kina nani? Wa Israeli. Sio nini? Sio wa Kristo. Akaja akasema wa Kristo aheri, kwa sababu nilitoa andiko na wote waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Akatoa 3:5. Mimi nilisema umaskini wa fedha. Ndio spika inakaa hivi basagala bagala. Yeye anakuja anatoa andiko, heri walio maskini wa nini? Wa roho. Sikuongea wa roho. Umaskini wa roho hiyo ni yenu. Niliongea umaskini wa nini? Wa fedha mwalimu. Wa fedha. Msomaji. Mwalimu. Dini ya manabii ni ipi? 42:13 Qur'ani. 42 ama 13:42. 13:42. Wacha nikae kwa mada kwa sababu kijana anaenda vizuri huyu. Teremka chini. Inasema hivi. Alafu ametutishia, amesema kwamba wako na mkutano mkubwa sana Thika. Sisi tutakuja. Mshindo, mtajua sisi hatuachi, tutaenda na nyinyi chupli mpaka mkiingia ndani ya chimo tunaingia ndani. Teremka chini. Amekupeni. Amepokea hiyo. Amejua hadithi hiyo. Teremka chini. Sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu. Amekupeni sheria ya dini ile aliyomuhusia Nuhu. Na tuliyokufunulia wewe. Na ndio dini tuliyokufunulia wewe Muhammadi. Na tuliyowahusia Ibrahimu. Ndio. Musa alikuwa Muislamu. Isa Yesu alikuwa Muislamu. Kwamba simamisheni dini. Wote waliambiwa simamishe nini? Wa dini. 6:26. Ati anataka andiko. Dini mbele yangu mimi Mungu ni Uislamu. Kwani Qur'ani kitabu cha nani? Yaani huyu maana ile aya anataka imsapoti, anaruka kwa Qur'ani. Ikija ile nyingine anaikataa. Sasa mimi nakosa kukuelewa. Teremka chini. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Kwa hivyo njia iliyo straight ni gani? Ni Uislamu. Kwa hivyo ukitaka haki ufuate nini? Uislamu. Usipofuata Uislamu utafuata nini? 24 Mathayo. Kwa maana ndio hawa huyu. Kwa maana ndio watatokea Makristo wa nini? Wa uongo. Huyu alikuweko. Hakuwako huyu. Kwa hivyo ametokea Mkristo wa nini? Wa uongo huyu. Motweli Mkristo wa nini? Wa uongo. Wamefanya nini? Wametokea. Washidwe. Rivasaika. Msomaji. Mwalimu. Hata akitaka kufuta afute 3:19 Qur'ani iliandikwa ikakauka. Bila shaka. Ndio. Dini ya haki. Ndio. Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Ni Uislamu. Msomaji. Mwalimu. Musa alikuwa dini gani? 10:84 Qur'ani. 10:84 Qur'ani nasema. Sikilizeni Qur'ani inasomwa hapa. Alafu mvua hii nayo. Teremka chini. Saa ikinyesha sasa mwalimu ni sawa pia. Madaka zote yameisha. Haya. Na Musa ndio akasema, enyi kaumu yangu, ndio ikanyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, ndio basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu.